na watu. Sisemi na miti, ninasema na watu, na asante manake watu wamekuja. Haleluya. Wow. Morgan amefika. Congratulations. Amefanya haraka. Kwa sababu nimekutana naye nikikuja hapa. Asante kwa nyote. Somo letu ni ubatizo sehemu ya pili. Haleluya. Ubatizo sehemu ya pili. Ubatizo sehemu ya pili. Wangapi walimanage kuandika notes za ubatizo sehemu ya kwanza yote? Amen, amen. Uzuri wa kukuja. By the way, unaona kukuja mapema, uzuri wake ni moja. Topic zote zile zinafundishwa kutoka asubuhi mpaka tumalize, utakuwa nazo. Lakini imagine ukiwa na saa yako ya kukuja, kando na ile saa ibada inaanza, utakuwa unajipata kwa njia panda. Wewe utakuwa unaenda na safari ya mafundisho ya pili ikiwa ya kwanza ya asubuhi huko. Lakini ubatizo sehemu ya pili. Nadhani tukisafiri katika mafundisho yetu, tukifundishana, tukiangalia ubatizo sehemu ya kwanza, tulipata kujua ubatizo, tulipata kujua wahusika waliohusika katika ule ubatizo, na tukajua kulikuwa na ubatizo aina mbili katika maandiko ama zaidi, lakini sisi tunaangalia aina mbili, ambapo moja ni kiashiria na ingine ni uhalisia. Haleluya. Nikisema kiashiria ni kuwa kuna moja ilikuwa inaelekeza watu kwa kingine, na basi ile ya kwanza ilipoelekeza watu kwa kingine, ambapo ni baptism of water, ilielekeza watu kwake Kristo katika ubatizo wa Roho, ambapo ndiko kuamini Kristo, kuamini neno na kulipokea neno. Haleluya. Basi hatuna nafasi tena ya ile ya kwanza, na ikipendeza ufundishe ubatizo wa maji, fundisha ilikuwa ya maana gani. Haleluya. Lakini usiambie watu lazima uingize kwa maji. Kutoka sehemu nimeanza kutoka sehemu ya kwanza wa ubatizo wa kwanza, kutoka sehemu ya kwanza in bracket ubatizo wa kwanza, kutoka sehemu ya kwanza in bracket ubatizo wa kwanza. Mwandishi wa Waibrania alikuwa ni mwandishi pekee aliyetumia ubatizo katika wingi. Haleluya. Kutoka sehemu ya kwanza, mwenye ana kalamu naweza nikakuazima yangu nikitoshuka hapo nipe. Nani ana kalamu? Nate mko na kalamu good. Sasa hiyo ndio darasa. Mwandishi wa Ibrania alikuwa ni mwandishi pekee aliyetumia ubatizo katika wingi. Waibrania 6:1-2. Waibrania 6:1-2. Waibrania 6. Yeah. Mstari wa kwanza. Yeah. Sema kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaza mwendo ili tuufikirie utimilifu, tusiweke msingi tena wa kuzitibua kazi zisizo na uhai, na wakuwa na imani kwa Mungu. Mstari wa pili, na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono, kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Haleluya. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuifikie utimilifu, tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai,
na wa kuwa na imani zisizo na uhai, na wa kuwa na imani kwa Mungu, na wa mafundisho ya mabatizo na kuwawekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Hata matumizi ya wingi ni kwa ajili ya matawazo ya Agano la Kale. Unajua, wakati maandiko yanatuambia tusiweke msingi kwa vitu visivyo na uhai. Haleluya. Kuna kitu nimekuja kugundua of late kuhusu Biblia. Watu ama wahusika walioandika maandiko haya, ama watu walioshirikishwa ama walionenewa ndani ya maandiko haya, ni watu ambao walikuwa na mila yao. Haleluya. They had their own culture. Katika hiyo culture yao walikuwa na Mungu na wao binafsi. Haleluya. Vitu tatu. Kile ambacho kanisa la leo tunastahili kutoa pale ni fundisho iliyowashirikisha pamoja na Mungu. Haleluya. Tusije tukahama na mila ya watu katika maandiko. Manake tunapohama na mila, ndiposa tunajipata katika kuabudu vitu ama maabudu isiyopendeza machoni pa Bwana. Haleluya. So you should be very sensitive ya kwamba usije ukahama na mila ya watu wa kale. Haleluya. Bali tafuta ushirikiano jinsi walivyotembea na Mungu wakapendeza Bwana. Biblia inasema Abrahamu alipomwamini Bwana alihesabiwa haki. Haleluya. Sasa wewe tafuta kumwamini Kristo kupitia ujumbe wake. Wachana na mila na desturi ya Abrahamu, haitakusaidia katika safari ya wokovu. Hebu msomaji, shuka tena nisome Waebrania 9. Hebrews 9:9-10. Waebrania 9 mstari wa 9. Nasema ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa, zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye. Mstari wa 10 nasema kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Haleluya. Ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huu sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu. Haleluya. Ukisoma maandiko, kile Yesu alifanya kwetu, alifanya mara moja na alikamilisha. Haleluya. Lakini walioyafanya mambo kama hayo kuonyesha kile Yesu alikuwa anakuja kufanya, walikuwa nafanya vitu katika makumbusho. Haleluya. Umepeleka njiwa mwaka huu, utapeleka njiwa yako next year. Kulikuwa na makumbusho. Haleluya. Makumbusho ya ile maisha, matukio na bebana na njiwa yearly. Lakini Kristo alipokuja anaifanya once. Ubatizo wa Yohana haukuwa msingi ama haukuwa mojawapo ya vigezo za wokovu. Haleluya. They are not one of the qualifications that zinawekwa. Nasema umebatizwa kwa maji, sawa, umequalify for salvation. Umequalify for salvation. Kristo anapokuja kukifanya, anafanya jambo ambalo once umeamini neno, unapokea roho wa Mungu. Ukamilisho wako ni sasa ukue katika kumjua Bwana zaidi, kufikia utimilifu wake, ambako ndiko kujua Kristo Yesu. Haleluya. Na tunamjua Kristo kwa njia gani? Tunamjua Kristo kupitia maandiko matakatifu. Haleluya. Tunaposoma maandiko ndiposa tunamjua Kristo.
hakuna video tunaweza chezewa ya kumjua Kristo, bali tukisoma maandiko. Muamini chakula chake cha kila siku, part of the diet ya believer is the scripture of God. Manake pale ndiposa tutapata kumfahamu Kristo zaidi, tutapata kufahamu kazi njema alilolifanya kupitia maandiko, sio kupitia njia nyingine, sio kupitia makafara, kuabudu katika njia ya vitu ambavyo vinaonekana kwa macho ya kawaida haitatusaidia, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huu sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabudie, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula, vinywaji na kutawadha kwingine na kwingine zilizomuiliwa hata wakati wa matengenezo upya. Kuna neno kutawadha, mtu anisome KJV, naitwa diverse. Neno kutawadha anasema hivi mstari wa 10. Yeah. Only meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of reformation. Yeah, hiyo kutawadha ndio diverse. Hallelujah. Kutawadha ndio neno diverse. Kigiriki yake ni diaphoros. Walio na ile Biblia yetu ingine maneno halisia. Diaphoros. D-I-A P for Papa, P-H-O-R-O-S, diaphoros, ambayo linamaanisha varying. It was not a common one. Hallelujah. Hakukukuwa na kitu msingi, zilikuwa vitu tofauti. Mtu angetumia njia tofauti katika kujiwakilisha mbele za Mungu. Hawakuleta kitu kimoja, hata ilipofika ni kuleta, walileta vitu tofauti. Lakini Kristo kwetu hakuna diverse, tunaye Kristo mmoja. Hallelujah. Yesu wetu ni mmoja, Bwana wetu wa ukombozi ni mmoja. There is no diverse today in our worship. We are only worshiping the Christ, the resurrected one. Kuna neno lingine matengenezo katika hiyo Waebrania 9:10. Kuna neno matengenezo, KJV itafutiwe matengenezo. Soma line 10, Hebrews 9 verse 10 anasema, we stood only in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of reformation. The word matengenezo ndio reformation. Hallelujah. Reformation. Neno halisi ama ilitafsiriwa kutoka kwa neno la Kigiriki inaitwa diathesis. Neno reformation ilitoka kwa neno la Kigiriki diathesis, D for dada, D for dada, E for ink, O R T H O S I S. Diathesis, D I O R T H O S I S. Diathesis ndio neno halisia ya Kigiriki iliyoletwa na tukaandikiwa reformation. Maana yake meaning to strengthen thoroughly. To strengthen thoroughly.
inamaanisha tena rectification, kurekebisha. Haleluya, rectification. Rectification, and more so specifically the messianic restoration. Messianic restoration ilikuwa mambo ya kudhibiti mtu ama kuweka mtu kustahilika katika mambo ya kuabudu. Messianic restoration, kiandika kama ukifuata kanuni ya kitabu cha Waebrania, kama ukifuata kanuni ya kitabu cha Waebrania, kama kitabu kinachoelezea vivuli, kama ukifuata kitabu ya kama ukifuata kanuni ya kitabu cha Waebrania, kama kitabu kinachoelezea vivuli, Hebrews 1:1-2. Hebrews 1:1-2. Kama ulikuwa unaandika, ni kama kuna wenye wamebaki. Baada ya kuandika specifically the Messianic restoration, nimesema andika kama ukifuata kanuni ya kitabu cha Waebrania, kama kitabu kinachoelezea vivuli. Tusome Hebrews 1:1-2. Waebrania 1. Yeah. Mstari wa kwanza na wa pili. Asema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Kwa sehemu nyingi na kwa njia mingi. Sasa mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Mwisho wa siku, yeye aliyesema na mababu zetu kwa njia na manabii kwa njia mingi. Haleluya. Lakini leo hii hasemi tena nasi kwa njia mingi, bali anasema nasi kwa njia moja ambaye ni kupitia Kristo Yesu. Haleluya. Basi kile ambacho Kristo anatuambia ndio kile Mungu anatuambia. Haleluya. Hakuna tofauti. Kile ambacho Kristo anatuambia, hicho ndicho Mungu angetuambia. Haleluya. Basi tushike hiyo, tukitaka kushika sauti ya Mungu, tukitaka kushika maelekezo ya Mungu, tushike kile ambacho Kristo. Manake hana njia nyingine ya kuzungumza na kanisa tena. Hana njia nyingine ya kuzungumza na watu wake tena. Njia ni moja, na ni Kristo Yesu. Haleluya. Leo tumeoshwa. Leo tumeoshwa kwa Roho Mtakatifu. Leo tumeoshwa kwa Roho Mtakatifu na tumezamishwa katika Kristo. Leo tumeoshwa kwa Roho Mtakatifu na kuzamishwa katika Kristo. Huu ndio ubatizo wa agizo. Haleluya. Ikiwa tumepata kuwa njia la kipekee ambayo Mungu anatumia kutunenea kanisa leo hii, kunenea waumini, ni kupitia Kristo Yesu. Basi Kristo yule akasema hivi ya kwamba hivi karibuni nyinyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Akawa anaongea na wanafunzi wake kabla ya kutoka, kwamba hivi karibuni mtapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Hakuambia utalipokea lile ubatizo wa Yohana. Basi ikiwa Mungu ananena nasi kupitia Kristo, basi kile Mungu alisema ni kuwa sisi kanisa ya leo, ubatizo wetu ni wa Roho Mtakatifu, sio wa maji. Watu wameshika maji. Na by the way, hakuna kitu mbaya kama kusoma Biblia kama already uko na jibu ambalo sio maandiko. Haleluya. Itakupea mahangaiko makubwa.
Because unapoisoma tayari unajibu, hutaki kujua nini kiko pale chini. Ebu andika hizi vitabu utajisomea. Mark ama Mariko 16:15-16. Ama kama msomaji utaweza kuisoma, soma tu haraka kwa zote si refu. Niliwaambia sina haraka, niko na siku mingi za kufundisha. Mingi. Mark 16:15-16. Marko 16:15. Asema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Haleluya. Akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkalihubiri Injili. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini amehukumiwa. Haleluya. Na tukisoma ama tukijifunza ubatizo sehemu ya kwanza, nilisema neno nani kai ambapo ni sawa na haleluya. Kuamini ndiko kubatizwa. Kuamini neno la Mungu ndiko kubatizwa katika lile neno. Haleluya. Sio atuamini na tena tumbukizwe. Unapoliamini neno umebatizwa katika lile neno. Haleluya. Na ndio maana nasema amini na kubatizwa hataokoka, asiamini amehukumiwa. Haleluya. Kwa nini akimalizia kusema siamini na kubatizwa hatahukumiwa? Neno ubatizo, kuamini ndio sawa na kubatizwa. Na unabatizwa kwa nini? Unapoliamini neno la Kristo, basi umekwisha batizwa katika lile neno. Haleluya. Sio ingine. Siku hizi ninapata ujasiri wa kuita sarakasi, manake naweza eleza juu zaidi kuliko hiyo nilijua kitambo. Hii ya maji hiyo ni sarakasi, na ni kuzidi kuonyesha watu Yesu ambaye alikwisha kuja akafanya kila alifanya, akafa, na baada ya kusulubiwa akazikwa, siku ya tatu akafufuka, ameketishwa. Haleluya. Sasa nashangaa wanaobatiza kwa maji. Manake Yohana alitumia maji kama kiashiria. Haleluya. Wanaobatiza kwa maji leo hii wanaashiria nani? Ama wanatuonyesha nini? Yule aliyetuonyesha Yohana alikwisha kuja. Alikwisha muendozi, alifanya nini? Alimuintroduce, akambatiza, akamwendozi, akaenda kazi. Hakuji tena. Andika inasema kile alikifanya yeye wakati wake, alikifanya once and for all. There is no repetition of Christ life again. Hallelujah. Bali anaishi ndani yetu ili tuweze kukamilisha kazi njema. Hallelujah. So wale wanaotumia maji leo, ukimuuliza tu maji ya Yohana ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Akueleze ilikuwa ni kwa ajili ya toba. Toba ni kubadilisha mawazo, metanoia, unabadilisha mawazo, change of focus. Basi alikuwa anatuambia tubadilishe mawazo, tufanye nini? Tumtazame Kristo, sawa? Tutazame ajaye. Alisema, in fact alisema ajaye. Aliyesema ajaye alikwisha kuja. Haleluya. Wewe na maji yako nataka tumtazame nani? Mathayo 28:18-20. Matthew, hii kitabu mtumishi wa Mungu Matthew aliishi ndani sana akifundisha. So hata nafaa mtu aisome tu bila kuangalia. Aliishi ndani sana. Mpaka nikasema kuna kitabu inaitwa Otieno nikapata kuna. Aliishi sana. Heri wale walipewa majina ya Biblia. Takuwa nakumbana nazo huko. Matthew 28:18-20. Mathayo 28:18. Yeah. Sasa Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wow, that assurance is enough. Hallelujah. Niko nanyi siku zote hadi mwisho ukamilifu wa dahari. Hallelujah. Aliwaambia nendeni. Mamlaka kwanza anawaambia amepewa. Hallelujah. Basi ikiwa amepewa, alipewa atumie. Hallelujah.
Basi nasi anapotutuma anatupa the same mamlaka aliyonayotutumia. Haleluya. Hakuna wa kusimama kinyume nasi. Hata wakisimama kazi tutalifanya. Haleluya. Kazi ya Mungu tutafanya. Let us just stay focused. Siku zote tujifunze ya kwamba kile Mungu hakusema juu yako, hiyo haikuhusu. Haleluya. Zingatia kile alisema juu yako. Yeah. Amesema ako nasi mpaka mwisho wa dahari. Wewe ishi na hiyo. Ile ya mtu kukwambia Mungu atakuacha, hiyo sio yako. Haleluya. Hakukuahidi hiyo, hakunena na wewe hiyo. Hakunena na wewe hiyo. Anawaambia, nikisoma KJV inasema, go ye therefore and teach all nations. Wafundisha ulimwengu wote. Haleluya. Hatujaenda kote, tunaenda. Hatujaenda kote. Bado tuko Kawangware. Baba naitanga jengo. Kitambo ningekuja alikuwa anapenda kuita nyumba ya mabati. Siku hizi ameachana na jina mabati. Tutatoka tufikie wote. Haleluya. Na uzuri hata kabla hatujaenda YouTube inafika, kwa manake subscription inasimama at I think ni 300 na sio? Inaelekea 400. Watu 400 wakiwa wanapokea fundisho ni watu wengi. Haleluya. Watu wengi. Manake ikiwa tunapata 400 pale, hatujui wao wanafundisha wangapi. Hiyo ndio kazi Kristo alitupa. Alitupa hiyo ya kwenda kuhubiri. Kwenda kuhubiri neno, sio viashiria. Haleluya. Neno. Na by the way Paul angekuwa naishi, tungetafuta yetu mlete tu. Tuambie baada ya kubatiza huyu na hii familia, ni nini likukujia ukasema huku tumwa kubatiza? Kuna kitu aligundua. Yeah. Hata kama hakutueleza, lakini inabaki kuna kitu. Manake uwezi anza safari na wache. Lazima kuna sababu. Haleluya. Haleluya. Sasa alikuwa katika utoto akawa mtu mzee. Sasa naye batiza kwa maji, ako katika utoto wa Injili. Atakapolipokea Injili jinsi ilivyo, basi atakuwa mtu mzima na atatenda kile kinachostahili. Kubatiza watu kwa maji pasipo na wao kuamini neno haisaidii. Waaminishe neno, watakuwa wamekamilika katika ubatizo wa Roho. Pia watu walielewa sababu ni kama tu yeah. Si wana By the way, kulikuwa na mabatizo zingine. Hata Musa na wana wa Israeli wakivuka Red Sea nasema na wakabatizwa. Wakabatizwa kuwa wa Musa. Sasa tamatuni hao wanaelewa neno ubatizo likitajwa wanaelewa. Sisi ndio tunakuwa na shida. Lakini kwao wakati wao wanaelewa neno ubatizo maana yake. Sisi ndio tuna shida. Na ndio maana nimesema na ninarudia. Tafuta fundisho katika maandiko. Haswa maandiko matakatifu. That is Genesis to Malachi. Tafuta fundisho, ushirikiano Mungu alikuwa nao na wale watu. Jinsi walivyosafiri na Mungu. Wachana na desturi na mila yao. Haleluya. Wanaovaa kanzu kuna tu mali walitoa. Uko. Tunasema wale wanafanya vifuli. Yeah. Ibrahimu anaenda kumtoa Isaka. Yeah. Ni kifuli bado. Yeah. Hapo kulikuwa na desturi kama hizo ni watu wa mataifa, kwa sababu Ibrahimu mtu wa mataifa. So walikuwa wanatoa watoto kama kafara kwa miungu. So ile miungu ilikuwa inatai watoto first. So Ibrahimu kwenda kumtoa Isaka kwake haikuwa shida. Yeah. Na hata watu ulimwenguni wangaleta shida alifanya amechinja mtoto. Lakini kwetu leo huwezi toa mtoto. So tunafaa tuangalie fundisho nyuma ya kila ambacho Ibrahimu alifanya. Sisi tutoe watoto. So kama tunataka kupandisha watu kwa maji, ni vyema pia tutoe watoto wetu first of all. Ikiwa tumeamua turudi mzima mzima. Yeah. Fanya vifuli kweli kweli. Turudi mzima mzima. Zima mzima. Haleluya. Unajua chenye nanifurahishanga, kuna kitabu fulani mtumishi alitishwa mahali. Wale mlio na hizo vitabu, jaribu tu kufuatilia hiyo kitabu. Vivuli zote ambazo ziliashiria Kristo. Kristo alikuja kuonyesha wazi wakati alikuja. Mlipoona hiki ilikuwa ni mimi. Mlipoona hiki ilikuwa ni mimi. Lakini watu wanatembea nazo. Haleluya. Achana. Mfano kama pale kwa mlima Ibrahimu si ametengeneza madhabahu ameweka Isaka juu. Yeah. Lakini Mungu anamwambia hii desturi hizi ni zenu. Yeah. So mimi sitai watu sadaka kama vile miungu wanavyo.
Mimi ni Mungu nayepeana. So Mungu anamtoa mwana kondoo pale. Sana anakinzana na zile desturi zao kwamba mimi si wa siko hapa. Na mimi sihitaji sadaka za watu. Vile miungu inawafanya. Na ninafurahia na imani ya Ibrahimu. Isaka anamuuliza baba, kila kitu iko, lakini cha kuweka juu ni gani? Hajui yeye. Cha kuweka juu ni gani? Na yeye mwenyewe anamwambia God will provide, alafu anamuinua anamweka pale juu. Isaka hakukomplain. Yeah. Sababu ile desturi zilikuwepo tu. Yeye kama wakati tunaona tulikuwa tunaambiwa kwamba watu tulikuwa tunatanganywa kufundishwa kwamba Sara alipokundua hicho kitendo alileta shida mpaka akaenda kwao. Lakini ukifuata vizuri ni desturi zilikuwepo kwa watu wa mataifa. Kwa mila yao. Sinafikia kuna jamaa mmoja aliaitiana na Mungu kwamba sijui ukifanya nini na nini, wakati nitakuwa naenda kwangu yule ambaye nitakutana naye wa kwanza nitakutolea sadaka. Nisi alitoa. Si alikuwa mtoto wake. Yeah, so ilikuwa shida kutoa watu kwa miungu. Kutoa watu kwa ilikuwa ni kwanza ilikuwa ni kitendo cha kuheshimu ile miungu ama ibada. Unaona? Submit. Sasa ni sawa na wale wanatoa, wale wamekita mzizi kwa kitu inaitwa fungu la 10. Haleluya. Fungu la 10 ukifuatilia vizuri ilikuwa njia moja ya kupokea mgeni. Amekuja sasa naenda. Unambariki na kakitwa naye. Lakini watu wameweka ibada. Na kwanza na ibada ya fujo hata kuliko kuomba. Haleluya. Heri ukatae kuomba kanisani, lakini ulete hiyo. Haleluya. Wewe jiulize, nikiuza shamba yangu milioni 4, nibebe pesa yote nipeleke kwa kazi ya Mungu, na niuze milioni 4, nitoe 10% nilete, ni nani amefanya kazi? Ni nani amemwabudu Mungu katika ile ukweli na uhalisia wa mali yake? Watu wanauza, wanaleta kwa miguu ya mitume, yaani katika mamlaka yao. Wao ndio wajue venye itapeanwa. Alafu wewe unataka kutupigia nduru na 1000 out of 10,000. Haleluya. Toa tu, toa. Yeah. Na by the way nilijaribu kusikiza story ya Ibrahimu vizuri. Katika hii tithe yake hii alitoa baada ya kwenda, inaitwa the spoils of war. Yeah. Kati alienda kupigana na watu huko. Kwanza hata zikuwa vitu zake. Totally vitu ambazo Ibrahimu alipeana, ambazo kanisa linahubiriwa leo. Watoe fungu la 10 jinsi Ibrahimu alitoa. Ibrahimu alitoa mali za wenyewe, alitoka nazo vita. Kakuja akapatia, anaitwa Melchizedek akampea 10% ya ile. Ingine akatenga akapatia wenye alienda nao vita wa kule. Haleluya. Alafu hii ingine akabeba akapeana kwa nini wa Sodoma na Gomora. Walikuwa na mfalme wao. Akawapa. Unajua anasema nini? Yeye hata chukua isije ikasemekana zilimfanya kuwe tajiri. Haleluya. Alizikataa. Spoils of war. Yeah. By this hapo ndio Ibrahim amenenewa mambo ya fungu la 10. Kuna mahali pengine. Swali ni je, ikiwa mitume wa kina Paulo hawakufundisha fungu la 10 jinsi ambavyo linafundishwa leo. Wao walikita mzizi katika kusaidiana kwa kanisa. Yeah. Ni nini ilikuwa pale ndani? Ilikuwa ni kusaidia. Kusaidia basi tusaidie. Hawakubeba topic inaitwa fungu la 10. Basi unataka kutuambia ile makanisa yote mitume walitembea zilibaki na errors. Tuachane na vivuli, tuachane na mila za watu, tumwabudu Kristo katika roho na kweli, jinsi anavyotaka kuabudiwa. Yeah. It can't be. Kama Paul anasema ubatizo wa si kutumwa, anajitenga kabisa na mambo ya tithe kulihubiri, but alielewa kazi yake ilikuwa nini kilikuwa pale ndani. Hicho ndiyo anapea. Lakini leo hii, by the way, alafu najua tithe unaandika jina, si ile basha mtu anaandikaga jina pale nyuma ndio uombewe. Kanisa la leo tujifunze kitu moja, ya kwamba tutoe jinsi ambavyo moyo inakusudia kwetu tuweze kumfanyia Mungu kazi. Haleluya.
Cause tukienda na hiyo jinsi ndivyo unakusudia kumtolea Bwana, tutafika kutoa jinsi kanisa walitoa kwa mitume. Haleluya. Lakini tukiishi na 10% ambayo imekuwa foundation ya mahubiri ya makanisa mengi, imekuwa foundation ya mahubiri ya watumishi wengi, basi ikiwa wanataka kukita mzizi kwa ile 10% ambao wanataka, basi walifanyie kazi exactly what it was supposed to do. Haleluya. Usibane yote, uweke kwa account namba moja ambaye pini ni wewe unajua, hata bibi ajui. Haleluya. Utaki kusaidia nao kufanyisha ile kazi itakana, na wewe ndio uko na access peke yako kwa ile kitapana. Tuachane na mila za watu. Tuachane na mila. Cause tukirudi kwa mila, makafara hata watoto watatolewa tu venye mchungaji anasema, maana yake ilikuwa kawaida. It was something normal. It was something normal. Unajua kuna boma ukienda upate watoto wanatembea uchi, wanavaa t-shirt alafu kwa kuna longi na washtuki, ni normal. Haleluya. Cause ukiingia hivi kwa gate, si unajua kwetu wanajengaga, baba akijenga hapa mlango inaangalia huko. First born anajenga huko, second born, third born, fourth born. Kama umezaa watoto 20, nyumba zitajipanga 10. Haleluya. So, ukiingia kwa ile boma, upate watoto wanachomoka tu kwa manyumba na tumbo cut. Na huku chini hakuna kitu. Ujue ni kawaida yao, hawaioni kama kitu. Haleluya. Wewe ndio utashangaa, hiyo ni yao. Sasa wewe ukitoka pale, kama wale watoto walipokuona walikuja wakakuamkia, habari ya anko mzuri, wewe toka hapo na ile heshima watoto wako na. Haleluya. Usifike kwa kwanza kuambia watoto sasa wewe vaa tu juu huku tembea tu. Tuache hiyo. Na hiyo ukienda saba ikifika, wewe kwa mkeni. Sasa wanajua wataleta ukali kumba wale. Ya kwanza ukali hakuna, ya pili ukali hakuna. Na yeye kama anajua diet yako napenda ugali. Na kunawezekana ukiona atakwambia sisi hata ungeja hatuna. Na imejaa. Maana sisi kwetu kusini hatukuli ugali. Wewe ukali unaweza kula hata asubuhi, lakini sasa sio ugali. Sasa unaona hiyo ni mila yao, tamaduni sasa. Sasa wewe umezoea kunyofua jioni, kushikashika hivi. Uwezi ama na hiyo peleke kwako, utatuua njaa. Haleluya. Tuachane na vitu ambazo zisaidii. Tufanye kila ambacho fundisho ambalo tulitoa. Haleluya. Kila ambacho ilifanya Abrahamu apendeze Mungu ni imani. Sawa, tutungoe imani. Useme sasa mimi nataka kuweka imani kwa nani? Kwa Kristo. Tik. Achana hivi. Unaanza kutembea uchi, sijui ilikuwa Ezekiel ama ilikuwa nani? Ama ni Isaya. Uchi, jaribu. Hatuhitaji kubeba maji. Hatuhitaji kubeba maji tukizunguka nayo. Hatuhitaji kubeba maji tukizunguka nayo. Tukihubiri. Hatuhitaji kubeba maji tukizunguka nayo tukihubiri. Full stop. Kuhubiri kwetu kunafanyika kwa udhihirisho wa roho na nguvu. Haleluya. Hatuhitaji kubeba maji tukizunguka nayo. Kama saa hii niko na hii, ni yangu ya kukunywa. Haleluya. Na unless unajua Mungu huelekeza watumishi wake katika njia nyingine, ambapo akielekeza mwenye atakuwa katika ile wakati kutumia maji, kwa sababu ni kwa hiyo muda, hakuambia muendelee. Haleluya. Don't just ati sasa nimeona Mchungaji Godwin leo hii baba yetu amechukua maji, ameliombea, amepea watu, na wewe kesho umebebana nayo. Kwanza hata watanyongwa nayo wakikuja. Waanze kukohoa na utakuja kukumbuka yeye alipopeana hawakukohoa. Haleluya. Wachana nayo. Kama umemhubiria Injili akaamini lakini hajawekwa kwa maji, maana yake hajaokoka, sio? Maana kulingana vile inachukuliwa. Sasa kuchukulia mfano, unaenda mahali hakuna maji na watu umehubiria watu 100 na wakaamini Injili na hakuna maji karibu, na wewe ukai huko, ulikuwa mpitaji tu,
So utafanyaje? Sasa inamaanisha watu hawajaokoka. Tendo ukijihukumu sijamaliza kazi. Kumbe kazi umemaliza. Na je, tuseme maji watu 100 utaweza kuwabatiza kwa siku moja? Utachoka. Na ikuwe ni ocean, hakuna mahali anaweza simama kando hivi. Utaenda kukufa juu unataka kubatizana na maji. Tuache mengine. Wakorintho wa kwanza 2:4. Wakorintho wa kwanza 2:4. Kuna kitu nimesoma, najua mmehang. Pande hii napenda kunipeleka mbio. Hatuhitaji kubeba maji tukizunguka nayo tukilihubiri. Hatuhitaji kubeba maji tukizunguka nayo tukihubiri. Full stop. Kuhubiri kwetu kunafanyika kwa udhihirisho wa Roho na nguvu. Haleluya. Wakati tunahubiri, wakati watu wanaamini Injili, wanapokea uponyaji wao, hapo ndiko nguvu za Mungu zinadhihirika. Haleluya. Wakati watu wanajaa Roho Mtakatifu, haleluya, wananena, wanahutubia kanisa, kanisa linafundishika, hapo ndiko nguvu za Mungu zinadhihirisha. Haleluya. Sio maneno ya kuchukua watu siweji nini. Baadaye naambia, si tulibatizwa kwa hii inapita hapa, hii. Lakini na huko hii huko. Walisema huko angalau ni safi. Wanaipea grasuko. Wakorintho wa kwanza 2:4. Wa kwanza, mstari wa 4. Anasema na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu,